Hello vipenzi vyangu, tufanye reading ya fire signs ama fire element ambayo ni kadi ya Aries, Leo na Sagittarius, yani kadi ya nyota ya punda, kadi ya nyota ya simba na kadi ya nyota ya mshale. Na nilipokuwa nafanya reading nikapata kadi ambazo nitasema spirit imeniguide vipi kwa ujumbe wa leo. Kuna kadi ya 7 of Wands, kuna kadi ya 5 of Wands, kuna kadi ya the Hermit na kuna kadi ya 6 of Wands. Kwa hivyo kadi ya 7 of Wands nilipokuwa nimepata inaonyesha kuwa kuna watu ambao wanajaribu kushindana na wewe au kuchukua nafasi yako, lakini spirit inakukumbusha kuwa usiogope kusimama kwenye uwezo wako. Ulicho nacho hakiwezi kuchukuliwa au kunakiliwa na mtu yoyote. Pia kwenye kadi ya 5 of Wands inaonyesha kuwa kuna ushindani au wivu na watu ambao wanajaribu kujithibitisha kwa kufuatilia au hata kuiga hatua zako. Pia spirit iko na ujumbe kuwa spirit inakuonyesha baadhi ya hao watu wanahangaika kukuzidi badala ya hao wenyewe kujijenga wenyewe. Kwa hivyo usiogope kabisa. Kwenye kadi ya the Hermit ni ukumbusho wa wewe mtu wa fire element kuweka mipango yako kimya, kwa sababu si kila wazo, si kila hatua unayopanga inahitaji kutangazwa. Ushindi wako mkubwa utatokana na kufanya kazi kwa utulivu na kuwaruhusu watu waone matokeo badala ya wewe kuambia watu waweze kusikia mipango kabla haijafanyika. Hiyo muwe makini nayo. Na pia kwenye kadi ya mwisho ambayo tumepata ni kadi ya 6 of Wands ambayo inaashiria ushindi, inaashiria kutambuliwa na pia mafanikio. Spirit inaonyesha kuwa utashinda pale ambapo wengi hawakutarajia. Kwa hivyo utapata heshima, utapata pongezi na utapata nafasi ambao watu wengi wameipigania lakini hawakuweza. Na hii ni kutokana na uwezo wako, haiji tu, ni uwezo wako. Kwa hiyo message ya hizi kadi zote nilipokuwa nazisoma na zilizotoka wakati nafanya reading ya fire element ni kuwa spirit inaonyesha hali iliyokuwa inaonekana kama ushindani wa kawaida sasa itaenda kufichuka. Na ni nani ambaye kwa siri amekuwa akijaribu kukuzidi utamjua, kwa sababu kuna mtu anayeharakisha kuiga wazo lako ambalo uko nalo wewe mwenyewe ndio unajua. Pia nataka kutoa tangazo kabla yako au kuonyesha kwamba yeye anafanya vizuri zaidi kukuliko. Kwa hivyo spirit inasema waache wakimbie, wale usijaribu kuwanyamazisha, kwa sababu hizo mbio zao ni mbio tu na hazitasimamisha wala kuzuia uwezo wako. Hiyo ndio ujumbe wa spirit ulikuwa nasema. Pia mafanikio yako hayategemei kuwa wa kwanza. Kama vile wanavyofikiria wataiba wazo lako, watafanya matangazo, wataenda wakuonyeshe iwe ni project, iwe ni nini. Mafanikio yako hayategemei kuwa wa kwanza, bali yatajitokeza kwa wakati sahihi. Na ninaona kutakuwa na ushindi mkubwa ambao utahusishwa na kuweka hatua yako inayofuata. Kuwa msiri mpaka wakati mwafaka. Usitangaze wala usiseme mipango yako. Pia watu wa fire element unaingia katika kipindi ambacho watu wataanza kuonyesha tabia zao halisi. Watu watawekwa chini ya shinikizo fulani alafu wataanza kuonyesha tabia zao halisi. Na kuna mtu ambaye amekuwa akionekana anajiamini sana. Huyu mtu atashindwa kujimudu kwa sababu macho yote yatamwangalia lakini atashindwa kujimudu. Kwa hivyo spirit inakushauri kuwa usiingilie. Acha ukweli wenyewe ujidhihirishe huo wenyewe. Spirit pia inaonyesha kuwa utashuhudia mtu kujifichua. Huyu mtu atajifichua mwenyewe kupitia maneno au matendo yake mwenyewe atajifichua. Vile vile kuna ushindi ambao hautarajiwi ambao utahusiana na ushindani. Unaweza kuwa wewe ndio utakayechaguliwa, utakuwa na neno la mwisho, au unaweza kushinda changamoto fulani ambayo wewe mwenyewe hukudhani kama ungeweza kushinda. Ujumbe ni kwa watu wa fire element. Kwa hivyo ujumbe unapousikiza unaweza pata ile intuition, sauti ya ndani kuwa majibu yanakuja, hiki nimekiona, unaanza kuconnect zile patterns. Kwa hivyo unaweza kudai ujumbe huu au kuclaim kwa kukubali. Na pia unaweza book reading za siku hii ya leo. Kumbuka tarot reading unaweza kufanya personal reading na pia general reading. Usisahau kusubscribe, comment and share ili uweze kujua nishati ya siku husika inasema nini.